Katika msimu mkubwa kabisa wa tamthilia ya Kanjibai, na mpaka hivi sasa Kanjibai iko episode ya 7. Lakini kwa siku ya leo ningependa kusema kitu kimoja na wewe mtazamaji wangu na mfuatiliaji wangu wa Mwaya Production. Kuna kitu kimoja huwa nakisikia kwamba katika maisha wanasema ukiwa maskini inabidi ufiche uhalisia wako wa maisha mbele za watu ili labda kuepusha aibu za aina fulani. Ngoja nikushauri kitu. Hakuna kitu kibaya katika maisha kama kuficha uhalisia wako wa maisha. Onesha uhalisia wako, onesha hali yako ya maisha jinsi ilivyo. Usithubutu kuonesha hali ya tofauti katika maisha yako. Sehemu pekee ambayo natakiwa usikubali matokeo uliokuwepo nayo ni akilini kwako. Muonekano wako na akili yako ni vitu viwili tofauti. Ipe thamani kubwa akili yako katika kufikiria nini uweze kufanya ili uweze kubadilisha hali ya maisha yako. Naomba nikwambie kitu kimoja kwa siku ya leo ni kwamba katika maisha hakuna watu wengi ambao tunafeli kama wale tunaoshindwa kuonesha uhalisia wetu wa maisha yetu mbele za macho ya watu. Unavaa vizuri, unapendeza, unajiamini, na Waswahili kuna msemo wanasema kwamba mpaka nafikia hatua unajikubali. Hiyo ni advantage mojawapo ya kuonesha una uwezo wa 90% wa kupoteza kila fursa ambayo itakayokuwa inakuja katika maisha yako. Naomba nikwambie kitu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Katika maisha yako uliokuwepo nayo, hakuna kitu kizuri kama kuonesha uhalisia wako wa maisha yako uliokuwepo nayo. Kwa sababu maisha yako ni maisha yako. Pia uhalisia wa maisha yako ya kawaida utakupelekea katika akili yako kutulia na kukubali matokeo ya maisha yako. Lakini usikubali moja kwa moja kukupelekea kuwa mdhaifu, ila unatakiwa ukubali na mwisho wa siku ikupe motivation akilini kwamba wewe ni maskini, unatakiwa upambane ili uweze kuondoa huo umaskini. Na si kuonesha mbele za watu kwamba wewe si maskini, ila wewe ni mtu ambaye unajitosheleza au ni mtu ambaye unaishi katika hali ya kawaida. Hapana. Usiupe thamani kubwa muonekano wako kwa macho ya watu, ila ipe akili yako thamani kubwa kwamba nini unatakiwa ufanye ili uweze kuchange maisha yako ya uweze kuwa katika usawa. Kwa hiyo huo msemo kuonekana kwamba bwana usionyeshe uhalisia wa maisha yako mbele za watu utadharaulika, sikushauri. Kujikweza, hapana, onesha uhalisia wako wa maisha yako uliokuwa nayo, itakuepushia vitu vingi sana. Kufake life jamani ni kazi ngumu sana. At least huwa una fake life mtandaoni kuliko ni kufake life katika uhalisia wa maisha yako ya kawaida. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wangu, kwa siku ya leo kitu ambacho kikubwa na kushauri ni kwamba ishi maisha yako ya uhalisia katika muonekano wako wa maisha yako uliokuwa nayo. Pia ipe thamani kubwa akili yako kufikiria nini unatakiwa ukifanye ili uweze kubadilisha maisha yako, na si kuipa thamani kubwa muonekano wako. Hapana. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wangu, kwa siku ya leo mimi Razaki Mwaya, DOP from Mwaya Production, director msemaji mkuu kuhusiana na masuala ya maisha. Leo nikiwa sambamba na wewe msikilizaji wangu, nikiwa sambamba kabisa na Queen Latifa ambaye sasa hivi anasimamia vizuri kabisa katika filamu kubwa ya Kanjibai, na kwa hivi sasa tupo episode ya 7. Kikubwa ambacho leo napenda kukuacha nacho, usipende kufake life kimuonekano mbele ya macho ya watu eti kwa na maisha magumu, ila ipe thamani kubwa akili yako kutokana na maisha yako magumu, nini unatakiwa ukifanye ili uweze kubadilisha maisha yako. Ni afadhali ufake life kwamba una maisha mazuri, una mafanikio yaliyokuwa mazuri, ukayabadilisha hayo maisha yako ukajiweka katika hali ya kawaida kwamba una maisha mazuri na una kila kitu, lakini ukajibadilisha ukajiweka mbele ya watu, ukajiweka muonekano kama mtu mwenye shida na maisha yake. Sawa bwana? Kulikoni kuwa na maisha magumu au kuwa na hali ngumu ya kiuchumi ukajiweka muonekano wa mtu ambaye ana maisha safi, ana maisha mazuri, utapoteza fursa nyingi sana katika maisha yako. Kila fursa huja kwa mtu kwa sababu za msingi, na baadhi ya fursa binadamu wenzetu huwa wanatuletea kutokana na baada ya kukuona. Kila fursa
katika maisha inayokuja inatakiwa tuitendea haki. Kujikubali kwingi kunachangia kupoteza fursa nyingi katika maisha yetu. Nikukaribisha kuifuatilia filamu ya Kanjibai. Ingia YouTube au mitandao yote ya kijamii, andika Razaki Mwaya. Usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ya YouTube ili uweze kujipatia taarifa zote ambazo tutakazokuwa unaziachia kila siku. Na hii contact yetu kama utakutana nayo kwenye Facebook au kwenye TikTok, usisahau kutufollow ili uweze kupata taarifa zetu zote tutakazokuwa unaziachia kila siku. Alright.